Umejisikiaje kuwa moja kati ya watu ambao wamepewa thamani na heshima kubwa ya kuwa mgeni rasmi wa michuano hii ambayo inafanyika hapa uwanja wa CCM Jamhuri? Kwanza najisikia vizuri sana. Unajua tungekuwa tupo kwenye mikoa mingine, Geita huko, Mtwara, Mwanza, Mbeya, tungesema ni kitu cha kawaida, lakini kuwa mgeni rasmi kwenye mkoa ambao ni makao makuu ya nchi, chama na serikali, mkoa wenye zaidi ya wakaazi milioni 380 na kitu, mkoa ambao una kila aina ya viongozi wa serikali wa juu, mkoa ambao una kila aina ya viongozi wa taasisi mbalimbali kubwa nchini, mkoa ambao una watu maarufu zaidi mkoa mwingine wowote, unakuja kuonekana wewe kuombwa kuwa mgeni rasmi, maana yake kuna kitu amekiona kwako. Kwa hiyo kwangu mimi ni heshima kubwa, na ninawashukuru sana Swaiba Mjenzi Cup kwa kuona kwamba ninafaa. Kwa najisikia vizuri kuwa hapa, na ninashukuru kwa nafasi ambayo na heshima ambayo wamenipatia. Kwa namna ambavyo umetazama mchezo huu wa kwanza na mchezo wa hapo baadaye, kwa namna ambavyo maandalizi yanaendelea hapo nyuma, nini ambacho unakiona kwenye haya mashindano ya Swaiba Mjenzi Champions League Cup? Mkoa wa Dodoma unahitaji vitu kama hivi. Tunayo Dodoma Jiji Football Club, lakini Dodoma Jiji Football Club kipo kipindi ambacho huwa kinakuwa mapumzikoni. Kwa mfano hiki kipindi tuna almost mwezi mzima wa mapumziko. Tumecheza mechi ya mwisho tarehe 13, mechi nyingine ni tarehe 18, kwao ni mwezi na zaidi. Lakini pia wachezaji wamepewa almost wiki 2 za mapumziko. Kwa hiyo hatutaona mazoezi, hatutaona mechi yoyote ya ligi. Kumshukuru Mungu, jana kulikuwa na mchezo hapa wa wanawake, ligi kuu ya wanawake. Kwa hiyo vitu kama hivi vinahitajika viwepo kwa wingi. Nawapongeza sana Dodoma FM, Dodoma TV kwa kuleta hii Swaiba Mjenzi Cup. Inawaleta watu. Ukiangalia ni mchezo wa ufunguzi, lakini tayari uwanjani kuna watu. Mechi ilianza saa 8, mechi ya kwanza. Uwanjani tayari kulikuwa kuna watu. Jua ni kali, lakini watu wapo. Kwa watu wana kiu ya vitu kama hivi. Lakini vitu kama hivi vinaibua watu mbalimbali. Zamani kulikuwa na formality ambazo zilikuwa kidogo zinawabana wachezaji. Kama lazima atapitia ligi ya mkoa, ligi daraja la pili, atapitia ligi daraja la kwanza, haje ligi kuu. Lakini sasa hizi tunaona tunao wachezaji ligi kuu hajacheza ligi nyingine yoyote. Ametoka kwenye ligi kama hizo ambazo tunaziita ni ndondo, moja kwa moja ameenda Premier League. Tunawacheza kwa mfano kwetu tunaye Anuari Jabir, alitolewa kwenye michuano kama hii ya ndondo akaja kucheza Dodoma Jiji. Tuna wachezaji kama Tiba John ambaye alianzia kwenye Ndondo Cup moja iko Mtwara, ilikuwa Pride, nadhani Pride Ndondo Cup, kitu kama hicho. Akatoka kwenye Ndondo Cup moja kwa moja akaenda Premier League, timu ya Ndanda. Alivotoka Ndanda, wakati Ndanda inashiriki ligi kuu, alivotoka Ndanda akaenda Singida United. Alivotoka Singida United kulikuwa na mawasiliano, Yanga na wenyewe pia walionyesha interest za kumtaka na nini, lakini baadaye akaamua kwenda FC Banyas ya United Arabs kule Emirates Arabs. Sijui umenielewa vizuri. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaishi navyo, tunaviona. Ndio maana hata wakati wa ufunguzi nikawaambia usitoke nyumbani kuja kwenye michuano kama hii kwa maana kwamba unakuja kuburudika na kuburudisha watu. Hapana. Jua kwamba unakuja kwenye eneo ambalo ghafla binivu kufumba na kufumbua linaweza kubadilisha career yako nzima ya mpira, ukatoka kuwa nobody na kuwa somebody. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu hawataki kukichukulia poa, na kama una mchezaji wako unamuona mchezaji mzuri anafaa, timu ziko nyingi, njoo uombe asajiliwe kwenye timu fulani aje ashiriki hii michuano. Tuko hapa kwa ajili ya kazi hiyo. Sio tu nimekuja kama mgeni rasmi, lakini pia nimekuja kuangalia, kufanya scouting. Tunaelekea mwisho. Tuna trial hapa katikati. Unaweza kuona mchezaji ukachukua mawasiliano yake kwenye trial, ukamuita, mwalimu akampenda, akaonesha vitu, akapanda. Mpira hauna formula. Mtu anaweza akalala tu nyumbani akaamka asubuhi akaja akacheza hapa kuonesha vitu, siku ya kwanza ya pili ya tatu kaona anafaa, ukamchukua akaenda kucheza Premier League. Kwa hawa ambao umewaangalia mpaka sasa, inawezekana kuna majina mawili matatu ambayo tayari umeshayaona ambayo yana deserve kuwa sehemu ya kikosi cha Dodoma Jiji kwenye hiyo trial, kwenye hiyo phase ya kwanza ya trial.
Ni mapema sana, siku ya kwanza ya michuano, sio mambo yanakuwa ni mengi. Sio rahisi sana kuweza kupata kitu, maana yake utakuwa kama umekurupuka. Lakini tunavyozidi kwenda, maana yake na wao pia mentality yao inaendelea kufanyaje, kubadilika. Michezo mingi sana ya ufunguzi huaga na surprise nyingi. Mtu anaweza akawa hajaamka vizuri, anashtuka, ligi ndio inaanza mechi, lakini kadri unavyozidi kuzoea, wanazoea ligi, unaweza kuona mtu anafunguka. Vile vile ambavyo alikuwa amevifungia kwenye kabati la moyo wake, skills zile za mpira ukaanza kuziona kwenye mechi nyingine. Kwa mimi niseme tu kwamba kwa leo ni mapema sana, lakini tutajitahidi kwenye kila mchezo wa Swaiba Mjenzi Cup tuwepo kwa ajili ya kuangalia vipaji ambavyo tunaamini vitakuja kusaidia katika mkoa wetu wa Dodoma. Maneno machache kwa waandaaji wa haya mashindano, kwa namna ambavyo tumeshuhudia namna ambavyo atmosphere ilivyo, lakini na hata timu ambazo zimejiandaa. Neno la kwanza, ninawapongeza sana, wanauheshimisha mkoa, wanatupa sehemu ya kwenda kupumzika. Dodoma hakuna bahari, Dodoma hakuna mbuga ya wanyama kama utakwenda kuangalia tembo, simba. Burudani kubwa ambayo tunayo Dodoma ni mpira. Kwa wanavyotuwekea vitu kama, maana yake wanatupa sehemu ya sisi ya kwenda kufanyaje, kwenda ku refresh. Wakati tunasubiria mechi ya kitaifa ya Simba, tuko hapa tunaangalia michezo hii miwili imeambatana, ili mwisho wa siku sasa tuweze ku refresh mind na kuweza kuenjoy soka. Kwa hiyo nawapongeza sana, wameanza na timu 8, naamini michuano ijayo wataongeza ziwe timu 16, tuanzie mbali, ligi iwe ndefu kidogo ili mambo yaweze kuwa vizuri zaidi.